Unachukua muda mrefu hivyo. 1, 2, 3, 4 safi. Sio hata tamu hata. Inakubidi ujifunze kutengeneza vitu kama hivi toka kwa mjomba wangu. Hiko ndo kilichobakia kujifunza. Sasa kwa taarifa yako, inakubidi mtu ujifunze kila kitu. Ni kitu kimoja tu ninachotaka kujifunza. Yaani niweze kumuua mtu na nisikamatwe. Halo? Halo mwanangu, nimepiga simu. Nilikuwa na wasiwasi sana juu ya Pragya. Vipi, yuko sawa? Ndiyo shangazi, yuko sawa kabisa. Amelala sasa hivi. Hapana, sitaki huko. Mama yako ndo anapiga simu. Shangazi, bibi yuko hapo? Naweza nikazungumza naye? Ndio mwanangu, ngoja nimpe simu. Mwanangu. Bibi, hivi kama anataka kumtibia mtu alielewa nifanyeje? Kuna nini? Hali ya Pragya imekuwa mbaya sana. Hapana bibi, yuko sawa, ila nimefikiria tu atakapoamka. Oh, basi fanya hivi, chukua maji na umwagie usoni kwake. Nimejaribu hilo. Basi mpatie maji ambaye amechanganywa na malimao. Alafu kama bado hatakuwa sawa, basi mpatie maji ya chumvi ili aweze kutapika. Na kama hiyo haitofanya kazi mwanangu, basi mzamishe sura yake kwenye maji. Nakwambia ulevi wote utamwisha. Nimzamishe kwenye maji? Hilo ni wazo zuri bibi. Ndio maana wewe ni nyota wa Rocky. Asante sana. Mama alikuwa anasema nini? Hakuna kitu. Amelala, akiamka tu uchovu wote utakuwa umemwisha. Niko zamishe kwenye maji. Aya, nisumbue zaidi. Hapana. Endelea, nisumbue sasa. Nakuomba. Naomba nisamehe. Nitafanya chochote kile ambacho nakitaka. Naomba niache. Basi zamisha sura yako. Hey, mbona umeganda? Vipi? Twende bafuni. Kwa nini? Wewe si umekula pipi? Ukanawe mikono sasa. Sitaki kuosha mikono. Basi ukanawe sura yako. Hapana, sitaki kuosha. Basi twende ukaoge. Niache! We, niache! Twende. Niache bwana. Sitaki. Twende. Hapana, niache! Nishushe bwana. Sikia, uweke uso wako humu. Kwa nini? Weka sura yako mwenyewe ama nitakuweka mimi. Umeelewa? Hapana, sitaki. Na hakika umeweka kitu katika ya maji ili nife. Kama ningetaka kukuua, basi ningekunyonga. Usininyonge bwana, utakamatwa. Sheria imwachi mtu. Una ulimi mchafu, acha kuongea. Nyamaza bwana, weka sura yako humu. Hapana. Eka uso wako kwanza. Fanya. Nionyeshe kwamba hujatia kitu kwenye maji. Mimi nimeshakwambia kwamba siweka kitu chochote humu. Si ati uliniambia mwanzo hujaweka kitu katika juisi? Sawa, basi nitaanza kuweka sura yangu humu. Okay. Tring tring. Mchawi. Abi, nimechoka kusubiri. Hebu njoo chini haraka. Twende nyumbani kwangu tukafurahi. Kufurahi? Hata mimi nataka kufurahi. Mchawi, nakuja. Wewe Miwani? Miwani kenda wapi? Dereva, endesha gari. Unafanya nini hapa? Toka nje ya gari yangu. Okay.
Haya dereva, endesha gari. Chunga kauli zako, mimi sio dereva. Oho, huelewi chochote hata. Sikiza, mtu ambaye anaendesha huwa anaitwa dereva, hiyo ndio sheria. Mimi sijui kuendesha gari. Kwa hiyo wewe ndio utakayeendesha ile gari. Twende. Sitaki kwenda, umenielewa? Aha. Kwa hiyo unamsubiria mume wangu hapa? Unataka utoke naye mume wangu, Muangalie. Lakini amesema kwamba hajisikii kutoka kwenda kokote. Hakuna haja ya kumsubiria yeye bwana. Sikiliza, sema toka kwenda kwenye party, basi tuende wote pamoja huko. Unachukua na mimi pamoja. Unaweza kufunga hilo domo lako? Namjua Abi, hawezi kusema hivyo. Kama atasema mimi sitasema. Aongee mke, aongee mume, yale. Mke? Hivi umejiona? Huwezi tu kuwa mfanyakazi wake. Mimi nimekufuata nje kwa sababu ndani hapa kustahili. Ni swala la muda tu. Halafu Abi atakuja kutimua yeye mwenyewe. Basi ni swala la siku na wewe utaona. Hautakuwa tena na haja ya kumsubiria hapa nje. Hivi unajiona ni nani hasa? Mke. Unajua inamaanisha nini? Mke ni kiumbe ambacho... Hapana, nimekosea. Sawa? Mke ni mtu ambaye haruhusu mtu mwingine aingie kati ya maisha yake yeye pamoja na mume wake. Unaniita mimi mwanamke mwingine? Mwanamke mwingine jumlisha mwanamke mwenye tamaa. Tamaa? Jumlisha mwanamke mwendawazimu kabisa. Mwanamke mpumbavu, mwanamke aliyekwama, mwanamke aliyekaa akimsubiria Abi. Lakini Abi wala haji. Hata kuja leo, hata kuja kesho, na kama hatatokea. Kwa hiyo wewe nenda nyumbani na ukalale. Okay? Good night. Bye bye. Maskini kachawi. Miwani. Miwani kaenda wapi? Itakuwaje kama tamamsha bibi? Ngoja nikamuulize Alia. Alia, unajua sijui Miwani kaenda wapi? Ameenda unamaanisha nini? Namaanisha hayuko chumbani wala ukumbini. Na kama bibi atajua hili basi... Hili ni kosa langu kaka. Nilidhani atalewa na kucheza mbele ya kila mmoja. Ila anatufanya sisi ndo tucheze. Sasa wewe kinachokufanya ukasirike ni nini? Niulize mimi, hajanikalisha chini karibia lisali zima sasa. Sasa sijui nikamtafutia wapi. Sijui kabisa yani. Siwezi kumwacha kabisa. Yani siwezi kumwacha kabisa Abi. Unajua ameniambia nini kuna baadaye Tano? Kwa sasa hivi cha kwanza naendelea kumtafuta. Mtafute baadaye. Hivi unajua ameniambia nini? Nani? Huyo Pragya. Ameniita mimi mwanamke mwingine. Ameniita mwanamke mwingine. Yuko wapi? Nje. Yeye amenitukana sana. Ameniita mimi dereva. Ameniambia nina tamaa. Sasa hilo linamaanisha... Hata sijui amemaanisha nini. Amenidhalilisha. Unaweza kuamini anawezaje kuniita mimi mwanamke mwingine? Tano, unatakiwa utulie kweli. Angalia, amelewa yule na yuko vile kwa sababu yetu. Kwa sasa tunatakiwa kumdhibiti. Kumdhibiti? Unatakiwa umtese. Yaani siamini Alia. Ameniita mimi mwanamke mwingine. Sawa basi, haina neno, mimi niko tayari kumtesa. Ila kwanza nipeleke alipo. Siamini kabisa, kwa nini aniite mwanamke? Tano, hebu acha kwa kama mwanamke mwingine. Samahani, sikumaanisha hilo, nimepitiwa tu. Nilichotaka kusema, acha kuwa na tabia kama za ule Miwani, usiwe kama yeye kabisa. Angalia, tatizo limeshakuwa kubwa, kabla lijawa baya zaidi. Nahitaji kweli kumpata, na wewe unatakiwa kunisaidia. Sawa, Alia, tuondoke. Nyie nendeni. Mimi ndo natakiwa nibaki hapa nyumbani ili niweze kumtuliza bibi. Sawa? Sawa, hebu tuharakishe. Yuko wapi sasa? Yupo kwenye gari yangu. Nenda kafungua mlango. Hapana, mimi sitaki hata kumuona. Wewe nenda tu. Nilikwambia.
Tano, hakuna mtu hapa. Nini? Kwa hiyo ameenda wapi? Amelewa yule. Kama chochote kitamtokea basi. Abi, kwani unajisumbua hivyo? Mimi najua atakuwepo tu. Na pombe kishamwisha, najua atarudi tu. Au ataokotwa kwenye mkokoteni kesho asubuhi. Kwa hiyo, usiwe na wasiwasi. Sikia Tano, kama bibi atagundua kwamba Praga alilala kwenye mkokoteni basi kitachotokea pia ni mimi nitawekwa kwenye mkokoteni huo. Sio masihara, kwa nini unielewi? Tunatakiwa kumtafuta. Fanya kitu kimoja, wewe angalia hapa, mimi nitaenda kuangalia kule, sawa? Abi, samahani nilisahau kukuambia. Kisha natakiwa kupiga picha za muhimu. Na unajua ni muhimu sana kuonekana vizuri kwenye picha. Na kama sijalala, nitakuwa na sura nzito. Lakini Tano, tutoke ndo tuende nyumbani kwako. Sasa imekwaje? Ndiyo, lakini lilikuwa ni masaa mawili yaliyopita. Sijui hili litachukua muda gani. Tutaenda siku nyingine. Tano, unaniacha peke yangu na huyu simba jike mwenye njaa? Hapana Abi, haiko hivyo. Huwa unasema kazi ni muhimu kuliko kitu chochote. Basi sawa, mimi sitaenda kupiga hizo picha. Nafanya hivyo kwa ajili yako. Wacha nikapoteze muda wangu kumtafuta huyo mpuuzi. Nafanya hivi kwa ajili yako ili wewe ufurahi. Hapana, Tano. Samahani. Yule takataka amenivuruga kweli, yani ananifanya mpaka nashindwa kufikiria vizuri yani. Picha zako ni muhimu sana. Wewe nenda tu kalale, nitamtafuta. Hapana Abi, nawezaje kukuacha peke yako? Tuondoke wote tafadhali. Hapana, Tano. Wewe nenda tu. Mimi niko hapa. Wewe nenda na ulale vizuri. Labda kwa wakati mwingine nitachukua muda wako. Naweza kukupa muda wote wa maisha yangu. Na kama ukishampata Praga, tafadhali naomba nijulishe. La sivyo nikijua na hangaika, sitaweza kulala. Sawa. Kwaheri. Nimesha salama. Yaani imebidi nimdanganye Abi kwa sababu ya yule tu mpuuzi. Nakachukia sana aisee. Ili jitubaya limevuruga kweli akili yangu. Limeniharibia mipango yangu na kuvuruga usiku wangu. Sitamwacha sasa hivi. Nitamfunga na kamba kitandani na kumshindilia nguo mdomoni na alafu nione atakimbiaje. Sasa najiona mjanja. Ila sasa nitampataje? Ngoja naulize walinzi. Angalau yuko nje. La sivyo ingenibidi nilinde mtaani usiku huu. Yeye atakapothubutu kuingia ndani tu nitafunga mlango ili asiweze kutoka nje. Eneo madereva umesahau kuzima taa za gari. Pisha hapo, gari ipo kwenye gia namba 5. Toka mbele ya gari yangu, la sivyo nitakubotoa ujue. Unafanya nini wewe? Ina maana uone. Uonaje usiku? Naendesha gari hapa. Haraka hivi. Kama unaendesha kwa spidi hivi utapata ajali na mioni yako itavunjika. Umenielewa? Ndio maana nikapiga honi bwana. Papa, lakini wewe unataka kusikia au unataka kuona? Mimi naweza kuona na kusikia pia. Hebu toka nje. Nataka nikamgonge. Anajikuta nani yule mchawi? Amediriki kusema ati mimi mbaya. Kama ungeniita wewe hakuna shida, lakini yule siwezi kumwacha. Nitaenda kumgonga na gari. Nishao. Ameshaondoka. Hata kama utakimbia spidi mpaka mwisho hutaweza kumkamata. Takimbia? Hakuna shida. Kesho nawe si siku. Unaenda wapi sasa? Mimi sishuki kwenye gari, nasikia raha. Mimi nataka tukaendeshe gari. Umezaje kupenda kwenye gari wakati natembea? Mimi ni Superman bwana. Kama Superman leo tupia kwenye kundiko. Sipo kazini. Kwa hiyo wala sijavaa chupi. Namaanisha nimevaa ila ni kwa ndani. Unataka kuiona? Kwa nini unaangalia hapa? Hebu angalia mbele huko. Au na utapaa kama Superman. Unajua kitu kimoja? Gari aliwashi na midomo. Linawashwa pale? Kumbe lips unazifanyia nini? Kula? Kuitia bajaji? Kuitia zile bajaji za Mumbaina. Na kubusu. Kubusu, Na wewe si unabusu? Ilo ni busu ile mchawi. Lakini wakati ukiwa unambusu,
Meno yake huwa atoke nje kweli? Nyamaza, la sivyo meno yako yatatoka nje. Alafu unaweza kuendesha gari? Bwana rahisi. Zungusha funguo, badilisha gia, na gari itaenda. Wewe, hebu shika usukani bwana. Wewe, utaligongesha gari, umechanganyikiwa. Breki, kanyaga breki. Hiyo sio breki, iko nikiongeza mwendo. Hebu acha kanyaga breki huko. Sasa mbona unaongeza mwendo kanyaga breki nakwambia? Miwani, funga macho yako. Ngoja niangalie mapigo yake ya moyo. Wewe Miwani, mbona anapumua? Miwani, hebu amka. Kama bibi atajua hili basi. Gari imesimama. Utakuja kuniua wewe binti. Unajua kabisa huwezi kuendesha gari. Kwa nini unaendesha sasa? Unajua kama chochote kingitu. Yaani ningeruka nje na kukuacha kwenye gari ugongo peke yako. Sawa? Unaongea na mimi kama ule mchawi. Nyamaza, nitakusaba. Shuka chini. Lakini nilikuwa nataka kutoka. Unataka kutoka? Nimeshamkataza Purabu acha kunifuatilia. Lakini uko kama naye siwezi. Na vile jinsi sherehe ya Alia pamoja na Purabu inavyokaribia nashindwa kabisa kujizuia. Nitawezaje kumwangalia sasa hiyo siku ya harusi wakati nilikuwa natakiwa na mimi, lakini kuna mwingine. Nisamehe sana. Najua ni maumivu kiasi gani unayapitia, lakini umbali unanifanya niwe dhaifu. Natamani hata singekuja katika maisha yangu. Ala? Bado hujalala? Unaangalia nini? Ni hivi mama, alikuwa anaangalia picha ya dada pamoja na shemeji, jinsi alivyopendeza. Nionyeshe na mimi. Nionyeshe. Mama, simu haina chaji, tayari imeshazima. Hakuna tatizo. Asubuhi tukishachaji simu yako, utanionyesha. Kwa nini macho yako ni mekundu? Oh, nahisi kwenye ile sherehe hii na kuna mtu kamwangalia mwanangu kwa jicho baya. Nitakukanda vizuri na mafuta na utalala bila wasiwasi. Yaani kama Pragi angekuwepo, ni lazima angekulazimisha ujipake mafuta. Pragi atakaondoke, imekuwa ni muda mrefu. Ile inavyoonekana ni kama ameenda nyumbani kwa wakwe zake jana tu. Hata wewe siku moja utaenda nyumbani kwa wakwe zako. Alafu mimi nitabaki peke yangu. Mimi wala sitaolewa. Mimi sitaki nikuache peke yako na kuondoka mama. Nitakusabua kofi na kupasua sura yako. Usije ukasema hivyo tena. Mabinti huolewa na kwenda kwa wakwe zao. Na utakuwa bibi harusi na utaenda nyumbani kwako. Na utaanza maisha yako. Na kijana mzuri atakuja maishani mwako. Na hatimaye hatima zenu zitaenda kuungana. Na binti yangu ataishi kwa furaha kabisa. Maisha yataonekana mzigo tena. Utajisikia vizuri. Bulbul, kama una mtu yote maishani mwako, basi unaweza kumwambia mama yako. Kuna mtu yeyote. Huwezi kuishi maisha bila kuwa na mpenzi. Maana mapenzi ni muhimu sana.
Na pia si kila mtu kaandika kupata penzi. Unaongea nini Bulbul? Kuna mtu ambaye hutaki kuniambia? Hapana mama, mimi nilisahau tu kukwambia. Unajua rafiki yangu alikuwa na mahusiano na mtu kama miaka 3 na tayari sasa hivi wameshaachana. Sijui hata ni kitu gani kimetokea, lakini imani yangu kwenye mapenzi imepotea mama. Naomba niahidi mpaka pale nitakapokuwa sijarudisha imani yangu kwenye mapenzi, na wewe tuongelee swala lote kuhusu harusi yangu. Nakuomba. Sawa, mpaka pale utakapotaka mwenyewe. Nawezaje kukulazimisha uelewe? Lakini Bulbul, hiyo ni miaka 2 au 3. Bulbul, hiyo inatosha, sizidi hapo. Kinachotakiwa ni kwamba utafute mume wako wewe mwenyewe, sawa? Au unataka mimi ndo nikutafutie mume mwanangu? Mwanangu. Niambia unataka kwenda wapi? Mimi nataka kwenda disco. Sijawahi kupaona, kwa hiyo ndio nataka niende disco. Nimenasa wapi lakini? Napataje sehemu ya disco inayomfaa? Kama hujawahi kwenda disco, sio? Basi sawa. Ngoja tufanye mara yako hii ya kwanza iwe nzuri. Fanya hivi. Funga macho yako. Okay. Hapana, sio hivyo. Chukua kitambaa changu. Kifunge machoni mwako na utafungua tu nitakapokuambia. Bila shaka umenielewa. Fanya hivyo. Safi sana. Lakini Kifunge. Funga taratibu bwana. Tayari. Hebu tuone kwanza. Angalia huko. Au nione? Sawa. Haina noma sasa. Twenzetu disco. Okay. Kuna kama gari inazunguka vile. Akili yako hiyo ndio ambayo inazunguka. Sisi hapa tuko njiani tunaelekea disco. Nazi ya kizunguzungu. Usikifungue. Utaharibu surprise yangu. Ngoja kwanza nigeuze gari. Nimetoa mikono. Kwanza hebu tulize mikono yako hiyo. Umefika? Bado. Sio utashafika? Bado. Umefika? Kama utaendelea kuniuliza tena basi nitaendesha gari kinyume nyume. Usizibe uso wako, angalia mbele. Tumeshafika. Tumefika disco. Nifungue? Subiri kwanza mpaka nitakapokuambia. Okay. Shh, tembea taratibu. Taratibu tembea. Mbona kama kuna Nyamaza, kaa kimya, nyamaza. Unajua, hiyo ni kwa sababu hujavaa miwani yako. Tulia. Kweli. Shh, ongea taratibu. Itakuwaje kama kila mtu ataamka? Nitafanyaje sijui. Subiri. Tumefika? Bado kidogo. Okay. Nisaidieni jamani, kuna mtu anacheka huko. Nyamaza, nyamaza, kimya. Ni mimi. Mbona umenibeba? Ni hivi, wewe hujavaa viatu hapa. Utaingiaje disco sasa? Ndio maana nimekubeba. Lakini utaniangusha tena bwana. Hapana, sitofanya hivyo. Nyamaza sasa. Kama utapiga kelele sasa hivi, basi nitakurusha. Hapana. Kimya. Usinitupe. Kimya. Tulia. Hapana. Tumefika Ndio tumefika. Wewe usikifungue mpaka nitakaposema. Bwana, nifungue bwana. Tumeshafika disco. Sasa fungua kitambaa. Okay. Bwana, sioni chochote bwana. Fungua macho yako. Nimefungua macho lakini bado sioni kitu. Oh. Macho yako wewe haya hapa. Unaona nimekuwa bila miwani. Pazuri Hapa.
ni disco namba 1 hapa Mumbai. Mbona hapa kama panafanya na chumbani kwetu? Unajua nimekipamba chumba changu kama ukumbi huu wa muziki. Ndio maana unapaona panafanana. Mjanja sana. Safi. Kitanda kinafanya nini huko disco sasa? Ni hivi, watu wakishacheza muziki na wakawa wamechoka, basi wanapanda kwenye kitanda na kulala. Wapi utakuwa umechoka? Unatamani kulala? Njoo ulale. Hapana, nataka kucheza sasa hivi. Lakini wale watu wako wapi? Wakina nani? Si wale watu wanakujaga disco. Mbona siwaoni hata? Ni hivi, muda umeenda sana. Kwa hiyo kila mtu kwa sasa hizi ameenda nyumbani kwake. Hapo kama sisi ambao bado tuko disco muda huu. Ulitaka kuja kwenye muziki, si ndio? Hata hapa palikuwa pamefungwa. Umefungwa maalum kwa ajili yako wewe. Inapendeza. Mlevi kabisa. Akili yake inafanya kazi hata baada ya kulewa. Lakini sasa hivi ndio nimeelewa. Kwa nini watu wanapenda kucheza kama nyani disco? Kwa sababu ya nyimbo zako chafu unazoziimba. Mwambie badilisha wimbo bwana. Nani? Si la DJ, sijui naitwa hivyo. Unajua iko hivi. Hata DJ ameshaondoka. Hakujua kama bibi Michael Jackson anakuja kutingisha mguu wake hapa. Nifanyaje lakini nashindwa kabisa kumvumilia. Oh shit. Kwa nini nilifikiria hili? Kama nataka kumvumilia, basi natakiwa nijitoe akili kama yeye. Hilo ni tatizo. Nitaje kulala giza hivi? Kwa sababu leo sio Jumapili. Jua halijatoka. Kwa hiyo leo ni siku ya upepo. Kwa nini? Naona upepo unavuma sana. Unajua, mimi nina mashabiki wengi kweli kwamba kuna upungufu wa upepo. Kwa sababu wewe ni rockstar. Umewezaje kufanya hivyo? Unaweza mazingaombwe. Ndio. Au miwani hauwezi kufanya hivi. Sikiliza. Mimi sitaki uendelee kuniita tena miwani siku nyingine. Sasa nisemaje? Mie? Pragya. Wanita tu Pragya bwana. Mama yangu aliniita Pragya kwa upendo mkubwa. Miwani? Nikuulize kitu? Okay. Ni wapi ambapo ulijifunza kuroga kwa kutumia macho eti ya mwanga? Wanafundisha kila kitu kwenye shule yangu. Hapana, ila sikujifunza uchawi. Hakuna uchawi katika macho yangu, hata sijui. Ndio, hapana, subiri ngoja kwanza niangalie. Okay. Kwa nini sioni mtu yoyote? Kwa sababu hujavaa miwani. Nawezaje kuvaa miwani? Au kwa sababu una macho manne? Angalia hapa. Hapana. Hakuna uchawi wote ule kwenye macho yako. Ila, kwa nini sasa sisikii wimbo wote? Utausikia siku moja. Alafu, chukua hii. Kumbe unajua. Nataka ile. Nini iko? Kila kitu pale juu cha duara kidogo. Ndio sababu sikupi miwani. Taratibu. Sawa. Mwenyewe ushalewa. Sawa. Mwezi njoo. Mwezi. Kwa nini ni giza hivi? Au sio mwezi halisi? Wewe mwezi mosi. Mwezi. Rockstar. Siwezi kuugusa mwezi. Ngoja nijaribu mimi. Usijali, nitakuja kushika. Ni mbali sana. Eti
Umeshika? Ni bebe. Hapana. Sikubebi bwana. Wajua kama mimi sitaki kukurusha. Hata wewe ni mzuri pia. Ndio najua. Aya, basi kama wewe ni mzuri ninyanyue basi uwe mtoto mzuri zaidi. Nyanyue. Ushike haraka. Edaki sasa. Mbona kidogo? Unafanya nini wewe sasa? Nimuta kwa mapenzi utakuja. Ni wazi huo, sio mvulana sasa. Samahani. Ai! Njoo haraka. Nimepata. Umeudaka? Umeudaka? Umepata? Nimepata. Ndio. Wewe, unadhani mimi ni mtu kulalia? Amka, inuka, toka hapa. Samahani. Samahani ya nini? Yaani kwenye chumba kikubwa kama hichi muona hapa tu peke yake ndio umekuja wewe kulala? Na ulikuwa unafanya nini juu yangu? Mimi niwe juu yako tena. Bwana nashindwa kuelewa. Bwana, sikuelewi mimi. Unamaanisha nini? Yaani wewe haujui umefikaje hapa? Kwa hiyo mimi ndo nimekuleta hapa Sasa kama una tabia ya kunirusha. Ulinichanganya nini katika juisi jana? Juisi ipi? Wewe haukunywa juisi niliyokupa? Naomba usidanganye. Bablia aliniambia kila kitu. Wewe utakuwa umechanganyikiwa wewe. Na hizi tabia kwa kunywa sijui tulianza lini. Sikiliza. Wakati mimi nilivyokuwa nimelewa, kuna kitu likifa. Wewe tulia. Hivyo jielewi wewe. Sio nikiwa nimelewa ama ndotoni wala sio katika maisha yangu yote kama nitaweza kufanya kitu chochote na wewe. Alafu ni kwamba wewe ndio umenifanyia. Nimefanya nini sasa? Umenifanya nini? Umenimwagia maji usoni, umezamisha sura yangu kwenye maji, umenitembeza kwenye matambaro, umeharibu gari langu, lakini pia umefundisha sana na umenitesa sana siku ya leo. Na alafu unauliza umefanya nini? Nilikutesa kidogo, sina shida. Lakini nachoshindwa kuelewa ni kwamba mimi nilikuwa nimelewa, lakini wao walikuwa mzima kabisa. Sasa tuko pamoja leo. Umenitesa mno mpaka na mimi niko na bora ninyo kidogo. Ati? Na wapi ulikuwa umelewa? Imekuwaje kwa mzembe kiasi hicho? Mimi nilikuwa nimelewa baada ya kunisaidia na ukalewa pia. Wa vipi? Nyamaza wewe. Ulikuwa ukinichezesha mdundo wako. Yaani mpaka nilitamani nikusukume korongoni kwenye gari ili watu waone kama umejiua mwenyewe. Ukiwa na mipombe yako kichwani. Basi bora ungefanya hivyo. Leo ningeondokana na madhila yote haya. Hata sijui katika hali hii, mama, bibi, watu wote watakuwaje? Bwana, hakuna mtu yote yule anayekufikiria zaidi ya bibi yangu kunisema tu. Na kama singekuwa bibi yangu, basi ningekusukumiza. Ufe kabisa. Ilikubidi ufanye hivyo. Ningeandika barua ya kujiua. Umefurahi? Na pia ningetaja makosa yako yote ili watu wakujue jinsi ulivyo. Una haja gani kufanya hivyo? Wewe si upo. Nenda kachapisha habari kwenye magazeti. Kwa nini? Yaani kwa wewe kuvaa nguo zangu tu najisi kama visha kwa star Ninajua kila kitu. Kinachoendelea kati yako wewe, rafiki yako mpelelezi, betri 2 nguvu 1. Rafiki yangu betri? Ndio rafiki yako mpelelezi. Yaani mpo kama betri 2 nguvu 1. Suresh. Ndio. Suresh. Najua unaweza kushangaa kama nimeyajuaje yote haya. Na nitafanya nini kesho? Nitaenda kuwaombua ninyi wote. Ndio kitu ambacho nitakifanya. Yadav, wewe nifuate. Tiwari, wewe baki hapa. Sawa? Sahau kuhusu mimi. Jifikirie mwenyewe. Utawaambia nini polisi wewe pindi watakapokuonyesha taarifa zako? Polisi wameipataje taarifa yangu ya kitabibu haraka hivi? Yaani bado hata sijaongea na wakili. Ichukue hii. Na hauna haja ya kwenda kutoa malalamiko polisi. Mara ya mwisho mjinga alikuwa anapanga mpango huu.
kwamba polisi achukue hatua haraka haraka na mimi nisipate muda wa kujiokoa. Nina uhakika Sura Mbaya atakuwa amevipigia vyombo vya habari pia, na kama polisi wataisoma taarifa yangu mbele yao, itakuwa wazi kama nilikuwa nimekunywa pombe na kuendesha gari usiku ule na kusababisha ajali. Oh shit. Huyu Sura Mbaya amelipiza kisasi. Jina langu, heshima yangu, kazi yangu, kila kitu kimekwisha. Niambie sasa, usiku wako ulikuwaje? Vipi, mlimpata Pragya? Kumbe unalijali hilo sana eh? Kama ungekuwa unamjali sana kaka, usingemwacha na kuondoka, sawa? Acha hizo Alia. Ulikuwa unatakaje? Kwamba niende nikamtafute na kujitukanisha mwenyewe? Abi mwenyewe alishindwa kuvumilia, sasa mimi ningewezaje? Alia, hebu acha kulalamika bwana. Wewe si ulijifungia chumbani Kwako na ukajifanya umelala au umesahau? Sikiliza, nilikuwa nimelala kweli. Alia hamuogopi mtu. Na usinipe... Alia, kule... Nini sasa? Usiniambie yule Sura Pana ametoroka tena. Hapana, kule kuna polisi. Inuka twende tukaone. Yaani, inamaanisha polisi wamefika? Mungu wangu. Inamaanisha polisi wamekuja kumkamata Abi. Na polisi watanikamata na mimi. Alia, nini sasa? Bibi, Polisi wamekuja. Watamkamata Abi wangu na kumpeleka jela. naomba tulie bibi. Tulie, mimi tenda kuangalia nini kinaendelea. Utaona nini sasa? Twende, njoo tuwazuie. Twende bibi. Sikiliza Inspekta, mwanangu hakudhamiria kusababisha ajali. Yeye ni kijana mzuri. Tafadhali sana, msamehe. Bibi, tafadhali. Nakuomba usiendelee kumwomba mtu yeyote yule. Na kwa nini ninyi nyote mnaendelea kuwa hivi? Tumeshapitia vipindi vigumu hapo awali. Hili ambalo limetokea sasa hivi ni tatizo dogo tu ambalo tutalimaliza kirahisi. Tuende Inspekta. Bwana Inspekta, nimeongea na mwanasheria wetu na amesema kwamba kama hajafika huwezi kumpeleka popote Abi. Hivi hawezi kuondoka. Amesema kabla hajafika hatuwezi kumpeleka Abi popote. Anaweza kuja kituoni muda wowote wa kukutana na mimi, ila kwa sasa hivi hamwezi mkazuia kufanya kazi yangu. Sawa? Twende. Hauendi popote bwana Abi. Kwa nini? Bwana Edaf, nipe hiyo ripoti. Namaanisha hivi, hii ni taarifa ya majibu yako ya kitabibu. Baada ya kufanya vipimo, majibu yametoka na tumeridhika pasi na shaka kwenye damu yako hakukuwa kabisa na kilevi chochote. Hili linawezekana vipi? Ala, watawezaje? Mimi mbona sinywi pombe? Kivipi? Niwieni radhi, nilificha huu ukweli kwenu nyote. Kiukweli, katika siku ya sherehe ya uchumba ya Ali nilipowapeleka bibi na mama nyumbani, Abi na mimi tulikwenda matembezini na mimi sijui kwa nini nilisisitiza kumwomba niachie niendeshe. Kwa hiyo na yeye akajaribu kunifundisha na hivyo hilo swala likapelekea hiyo ajali kutokea, na kwa vile nilikuwa nikiogopa sana akaamua kuzibeba lawama zote. Lakini wewe ndio uliyefungua ya mashtaka na ulimshuhudia Abi akiendesha gari. Ndiyo, alifungua shtaka na alikuwa amesimama nyuma yangu. Mimi nilikuwa mbele. Huyu dada ndo alikuwa anaendesha gari. Upumbavu gani huo unaongea? Kwa nini mnatuimbisha? Suresh anasema alimshuhudia Abi akiendesha gari na wewe unasema kwamba ukumuona akiendesha gari. Sasa sisi tumuelewe nani? Watu kama nyinyi mnafanya watu maarufu waonekane wabaya kwa polisi. Samahani bwana Inspekta, ilikuwa ni usiku sana na pia mvua ilikuwa inanyesha. Kwa kweli achana nayo tu Inspekta. Sisi wenyewe tayari tushakubali kosa letu, na pia kwa upande wake yupo tayari kabisa kufuta mashtaka, si ndio? Ndiyo. Kwa hiyo tunaomba tu muifungie hiyo kesi haraka. Samahani sana bwana Abi.
Imekubidi upitia yote kwa sababu tu ya upumbavu wao. Lakini mimi nimekuja kujua kitu kimoja, kwamba watu maarufu siku zote na moyo wa ukweli. Nimegundua hili na nimelielewa vizuri. Hata hivyo, wewe sio nyota wa muziki mkubwa tu, bali ni shujaa wa maisha halisi. Bila kujali heshima yako pamoja na kazi yako, umeweza kubeba lawama zote. Kwa hilo unastahili sifa na naomba utusamehe sisi sana. Mimi naona ya mambo yaishie hapa na utuombee msamaha kwa familia nzima. Tunakushukuru sana. Samahani kwa yaliyotokea. Tuondoke. Asante sana Mungu, umelinda heshima ya familia yangu. Na wewe kijana, nashukuru sana kwa ulichokifanya. Umetufanyia kitu kikubwa sana. Umetusaidia kuondoa hii kesi. Hapana, sio mimi. Unajua, aliyeniambia niifute kesi ndio aliyenisaidia. Hapana, niache niongee. Tangu uliponipa vitu vya mama yako nikarabati duka langu, nimejiona na hatia. Wewe usichukue hizi, na hakuna haja yoyote ile kwenda kufungua mashtaka. Kwa hiyo wewe fanya vile tu ambavyo mimi nakwambia. Inamaanisha kwamba ametoa vitu ili kuweza kuifuta kesi yangu? Mimi sijafuta hii kesi kwa sababu ya pesa. Niliona kwamba umeamua kubeba lawama zote ambazo sio za kwako. Nikaona sijafanya kitu kizuri kabisa kwako. Na mimi naombea kwa Mungu azidi kuwaweka nyinyi wawili pamoja daima. Wamekuja kufanya nini hapa? Abi, ina maana wamekuja kumfuata Abi? Hapana, lakini hawajamchukua. Asante Mungu hawajamkamata. Lakini wamemwachaje? Au Abi atakuwa amenisingizia mimi?